Hallelujah! Hallelujah! Bado sijasikia. Twende. Ayayayayayayaya. Watu wa Songo wamefurugwa. Tuko live hewani. Mimi simo. MC, unaona mambo haya? Twende. Zinapigwa sarakasi ambazo hazijawahi kutokea. Jamani, Yesu yuko hapa. Hii Songo hii inaona inanitafuta. Mungu, wewe ni Mungu, wewe Mungu, wewe ni Mungu, Bwana wewe ni Mungu, Bwana tunakuhitaji, jamani, nzuri mbaya? Nzuri. Haleluya. Shetani anazo habari kwamba Yesu yuko mahali hapa. Kama tumetoka mbali, tumekuja kupigana vita hapa. Apigwe asipigwe? Apigwe. Haleluya. Leo ni siku yetu ya kwanza. Sema haleluya. Mungu anaanza mpango mzuri na maisha yako. Sema haleluya. Naomba moja kwa moja tuwe kwenye neno la Mungu. Katika kitabu cha Marko sura ya 5, Marko mtakatifu sura ya 5, ule mstari wa 25 mpaka 34. Hizi ni habari za mwanamke mmoja aliyekuwa anatokwa damu. Yesu Kristo alipokuwa anapita kwao, akasikia habari za mtenda miujiza kwamba anapita. Naye alikuwa na msiba wake wa ugonjwa ambao ulikuwa umeondolea heshima, ugonjwa ambao ulikuwa umeondolea CV yake imeharibika. Aliposikia kwamba Yesu Kristo anapita, akafanya maamuzi moyoni mwake. Watu wa Dodoma mnanisikiliza kwa karibu au kwa mbali, yawezekana una shida inayokusumbua. Yawezekana kuna jambo linakutesa ndani ya mwili wako. Yawezekana kuna jambo linakusumbua ndani ya familia yako. Nina habari njema kwako kwamba yuko mmoja aliye na majawabu ya maisha yetu. Jina lake anaitwa Yesu wa Nazareti. Tumpigie makofi na kelele kama unaamini kwamba yupo. Oh, haleluya. Biblia kwangu inasema huyu mwanamke aliyekuwa anateseka kwa miaka 12, kila siku tokea kwa Mungu anatoka damu. Wanawake wengine wakienda kwenye starehe, wakienda kisimani, maana nyakati zile aliyekuwa anatokwa damu ilikuwa ni ugonjwa wa aibu, ilikuwa ni ugonjwa wa kufedhesha. Mimi nataka nikwambie, wewe mtu wa Dodoma unanisikiliza, kila chochote ambacho kimekupa aibu katika siku za mkutano hii, Mungu anakwenda kukuondolea aibu yako na fedheha zako. Kama unaamini sema haleluya. Yesu Kristo mtenda miujiza yuko mahali hapa. Ana majibu kwa kila mmoja wenu. Ana muujiza kwa kila mmoja. Kama unaamini sema haleluya kubwa kuliko wengine. Sikiliza maneno ya Mungu. Yesu alipokuwa anapita, huyu mwanamke akafanya maamuzi moyoni mwake. Mambo ya Mungu, ndugu zangu wapendwa, yanahitaji maamuzi ya mtu binafsi. Imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia kwa neno la Kristo. Hakuna wokovu wa familia, hakuna wokovu wa kabila, hakuna wokovu wa ukoo. Ninataka nikwambie, ni maamuzi ya mtu mmoja. Ukiamuka chukua hatua, unamwona Mungu aliyemwamini. Siku ya leo ninaamini kwa utamwona Yesu live. Amini kwamba naweza.
Amini kwamba yupo. Ni Mungu aliyepo, ni Mungu anayeonekana. Hauwezi kumshika kwa vidole vyako, wala hauwezi kumpima kwa kiwango cha imani yako. Ni Mungu usioweza kumfunga, lakini anaonekana kwa matendo, maana yeye jina lake ni mtenda miujiza. Hebu tumpe makofi na kelele nzuri. Haleluya! Nina imani kwamba nakwenda kuponya magonjwa yote. Biblia inasema katika Zaburi 103 mstari wa kwanza, yeye hutusamehe makosa yetu yote na kutuponya na magonjwa yetu yote. Hebu amini kwamba magonjwa yote yanapona siku ya leo, na mpe Yesu Kristo makofi ya nguvu. Haleluya, haleluya. Sikiza habari njema mwanadamu. Yesu Kristo anakuhitaji uchukue hatua siku ya leo. Nataka nikwambie Yesu Kristo ni limited. Anajitosheleza hitaji mtada wa mwanadamu. Yeye anaweza, ni mbadilishaji asiyebadilika. Ana nguvu ya kubadilisha hali yako. Na siku hizi ni siku za mgeuko, ni siku za mabadiliko makubwa, kiroho, kiuchumi, kimwili na kijamii. Kama unaamini sema amen. Nimemwona Yesu akifanya sehemu zote. Hajabadilika, hana upendeleo. Kama alivyofanya Sengerema atafanya na Dodoma. Kama alivyofanya Mwanza atafanya na mahali hapa. Kwa kuwa yeye ni yeye yule jana, leo na hata milele. Waebrania 13:8 inasema habadiliki. Hebu mpigie makofi anayostahili. Mimi ninaamini popote palipo na Mungu kuna wingi, kuna utele, kuna nguvu. Sema nguvu. Yeye alipofika akakuta watu wamemzunguka Yesu, lakini kwa kuwa alikuwa na dhamira ya kupona ugonjwa wake, hakukubali vikwazo vimzuilie. Nami nataka nikushauri dada unisikiliza, wewe kijana ambao unanisikia, vikwazo vya dini yako visikuzuie kumwona Yesu. Vikwazo vya heshima visikuzuie. Vikwazo vya kifedha, nataka nikwambie, kataa vikwazo, penya mpaka upokee muujiza wako. Kama unaamini sema yes. Akakuta wanafunzi wamemzunguka wengi, wakina Petro, wakina Yohana, wakina Bartimayo, wakina Matayo. Yeye akasema, sikuja kutafuta cheo, sikuja kujulikana na msafara wa Yesu. Alikuja na dhamira moja, kulishika pindo la Bwana Yesu ili damu yake ikakauke. Sijui imekuja na nataka nini. Sijui imekuja kuangalia kwaya, nayo sio mbaya. Sijui imekuja kuangalia wanahubiri na hubiri, nayo sio kitu kibaya. Lakini nataka nikwambie, dhamira yako kama ni njema, ungekuja kupokea mabadiliko. Yesu ndio chanzo cha mabadiliko ya kweli. Anabadilisha mji kama huu. Injili ya kweli ikihubiriwa, mji kama huu unabadilika. Dodoma. Dodoma haihitaji mtu mwingine, inamhitaji Yesu aliyekufa na akafufuka abadilishe mji huu wa Dodoma. Hebu sema amen. Lakini kuna nguvu ya Mungu ambayo, nguvu ya Roho Mtakatifu ina vilipuzi, ina mlipuko, inaitwa dunamis. Hiyo ndio nguvu inakwenda kulipua magonjwa. Kwenye hizo siku za mkutano mtashangaa, walemavu wanakwenda kutembea, vipofu wataona, wasiosikia watasikia, magonjwa sugu, uvimbe utanyauka. Kwa kuwa kuna nguvu ya dunamis, nguvu ambayo inalipua kila kazi ya shetani. Hebu sema mimi kama tunakubaliana. Lakini Yesu huyu anajoga kuvunja utaratibu wa wanadamu. Wanadamu wako wanasema hautafika. Wanadamu wako wanasema umeishiwa. Wanadamu wako wanasema hautaolewa. Wako wanasema imekwisha, umefika mwisho. Mungu anakuja na kuanzishia maisha. Wanashangaa kwa mshangao mkubwa. Jioni ya leo ni jioni ya mshangao. Yesu akamwambia yule mwanamke ambaye damu imekauka, akasema, binti, nenda zako na uwe mzima na usiumwe tena. Nataka kuanza maombezi. Hapa kuna watu wanameza Panadol asubuhi, jioni na mchana, lakini neno la Mungu linakwenda kukuponya bure. Usiumwe tena. Lakini ili upate uponyaji, lazima kwanza upate yeye anayeponya. Moto. Wewe kijana, wewe mwache huyo. Mwambie mwache, ndio nakufanya simwombe. Toka wewe kijana. Mwambie huyo atoke. Fire! Beba mlete sasa. Beba mlete huyo.
beba. Fire, fire, fire. Moto, pitisha hapo. Wewe mzee pita, pisha. Kwa jina Yesu, kwa jina Yesu, kwa jina Yesu, kwa jina Yesu, kwa jina Yesu. Pokea, kwa jina Yesu, pokea uzima. Kwa jina Yesu, pokea uzima. Pokea, 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 pokea. Mapepo toka, magonjwa kauka, uvimbe kauka, uziwi toka, upofu toka, ulcers toka. Ombea mtu mmoja nyie wachungaji, watu wako pale mjaombea. Nakwenda kuangalia mtu mmoja. Kule watu hawajaombewa kule. Kwa jina la Yesu. Mwambie naye mikono juu. Kama unamweza. Kama mwezi mpishi. Aja naye mweza kumwombea. Karabasha kata. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Toka. Haya. Kwa jina la Yesu Kristo. Beba hiyo mlete huyo. Wanakwaya msaidie. Kazi ya wanakwaya ni kubeba watu. Nyewe waimbaji wamsoma wasonge. Nyewe kazi yenu. Yaani tunafanya kazi pamoja. Na mimi nimetoka Mwanza, sio mgeni mwenyeji hapa. Beba huyo mlete. Mbebe vizuri kwa heshima. Beba. Unaleta kichwa juu mbele hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa jina naitwa Ibrahim Ndanu Malima. Ndio. Nilikuwa na shida na macho kwa macho. Macho. Wakati naanza hapa, ndio. Kwa nimekaa pale kwa wale waliokaa wale watatu wale. Ndio. Lakini nikakuta roho inanigusa, hebu nenda pale. Nenda kwenye viwanja. Kwani usipige makofi kwa hilo wewe jamani? Jamani wewe. Yaani miwani nimeiacha nyumbani sasa. Miwani ameacha wapi? Huoni tena. Mwambie jina hapo ameacha home. Kumbe hakuna mtu. Nyoto Dodoma wasomi kama mimi. Nasema hapa viwanja vya Makulu Mkarama hapa. Ndio. Sitovaa tena miwani. Hebu piga kelele, 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 kelele. Sambana hadara. Kifua na mgongo. Kifua na mgongo. Lakini sasa hivi najisikia niko huru, vimeachia. Umepona double. Sema double. Sijakusikia. Tangia juzi nilikuwa naumwa sana. Kwa hiyo tangia jana na juzi nilikuwa nimelala kitandani. Yaani hauwezi. Nilikuwa nimechoka, naumwa sana. Ndio. Sasa baada ya maombi hayo unasikiaje Afrika? Nimekuwa mwepesi. Mimi nimepona. Mungu ni mwema. Mpe Yesu makofi. Mungu akubariki. Kaa kwenye kiti hapo. Nilikuwa naumwa kiuno na mguu. Kiuno na mguu. Mguu upi? Wa kulia. Sasa unasikiaje? Najisikia vizuri, namshukuru Mungu. Umepona? Nimepona. Umeteseka kwa miaka mingapi? Miaka mingi. Kama mingapi? Hata 10 nafika. Miaka 10. Mguu nauma, kiuno kinauma. Leo hii, hebu piga namna hii. Piga kwa nguvu. Piga tena. Hebu njoo hapa. Tembea mwisho mpaka kurudi kule. Piga makofi useme haleluya. Nenda mpaka mwisho my sister. Kwa hiyo kijana wa keyboard, hiyo kijana mtanashati huyo. Tembea mpaka kule kwenye speaker kwa Pasadino. Alafu niambie unasikiaje. Ongeza speed kidogo. Ongeza speed. Rudi tena. Makofi yako ni ya kuazima kama umeme wa mgao. Haya. Hiyo ndio safari ya mwisho. Mwambie pastor unajisikiaje. Hiyo ndio Pasadino huyo. Ongeza makofi hapo. Haya,